Bana hapa nasikia bana kuna wazee 4 wameshikwa kwa ndani, au sio? Nasikia bana kuna mshikaji bana nguswa bega kidude kimeondoka. Ushaona? Sasa kwa hiyo bana ndio hii jamii yote imejaa hapa. Kila mmoja wanataka wazee hapo ndani watolewe, wamefichwa ndani ya nyumba mzee mtaa. Au sio? Bana aliotolewa vitu bana, mimi ndugu yangu, si ndio? Na pia mimi nina uchungu. Chenye nataka, hatutaki vurugu. Tunataka vitu vyetu virudi amani. Alafu mbele bibi yake mwenyewe yalaumu, alikuwa bibi yake amesema tuwatoa watu tuwapigie discipline mpaka watoe hivyo vidude. Ndio hiyo kitu ambayo ninasema. Na sikudanganyi, wasiporegesha tutauana sote, tutauliwa sote. Kilazima kivyo vyote waregeshe. Atusamei. Manake ingekuwa bas mzigo wetu uregee. Tena hii ifikie serikali kuu. Kwa ufupi hapa amani itapatikana mpaka irudi. Kama porudi hapa noma. Mimi naitwa Susan, mkazi wa Soweto. Nilikuwa kwa nyumba nikasikia kuna mshikaji ametolewa sehemu yake. Na nimekuja kweli, nimeshuhudia ni kweli na amefichwa hapa ndani. Sisi tunataka haki yetu turegeshewe. Manake hiyo ni chakula yetu, ama tutolewe maiti yetu nje. La sivyo tumazana hii nyumba. Wenye hii nyumba watawatoa. Vijana wameadhibika, manake wanasema ikiwa mambo yako hivi, hawajaoa, private parties zinapotea, basi yani wamechanganyikiwa kwa ufupi. Chief yuko, maskari wako, na mzee wa mtaa yuko pia. Majina kamili ni Masten Milimo. Mimi niko kazini Tukani, huwa niko na biashara. Nilikuwa naendelea na kazi zangu. Hao wawili walikuwa wawili. Wakanitokezea, wakanihitaji muda wa kumzungumza nao upande wa neno la Bwana. Sasa mimi nikawaambia hapana, mimi sasa hii kuna mahali nafaa nifike. Sasa sasa hii sitaweza. Wangangana na mimi, wanataka kuzungumza na mimi. Kawaambia hapana, nataka kutoka. Hivyo ndio tumeonana, lakini vile waliondoka nikaona hali si kawaida kwangu. Nikaona siko nomo. Sasa vile walifika huku ndio nikasikia stories zingine kutoka kwa watu wengine, ndio pia mimi nikapita hapana mpaka nijiangalie nione kwani nini imetendeka. Sasa hivyo ndio pia mimi nikafuata, ikawa iko hivyo. Nini hasa imefanyika na walifanyaje mpaka ikaonekana mimi hatukukutana kwa salamu, isipokuwa walingangana ili wanipe, yani tusungumzie hiyo mambo ya story na upande wa hivyo tu. Yani niona kitu yenye imekuja si ya kawaida, imeingia ndani sana, imekuwa ndogo. Sasa nikashangaa ni vipi? Sasa hivyo ndio nikasikia huku hawa kitu fulani inatokea, hivyo ndio pia mimi nikajipitisha hapana. Hata nikauliza kwa jirani, wao kwa noma? Akasema mimi niko sawa. Sasa mimi nikafuata hapana, nikuje nihakikishe. Unaona sasa niko hapa sasa. Kennedy Masten Milimo. Masten. Hapa jamaa 4 wa kuchukua mboro ndo hawa hapa. Leo tunawatoa live waonekane. Jamaa mboro hao. Nyinyi makuma angalieni huku. Yaani wanajua kuchukua lakini kurejesha hawawezi. Yaani wanajua kuchukua lakini kurejesha hawawezi. 1 2 3 4. Watu 4 hao wanachukua mboro. Ni watu 4 hao ujue. Wezi wa mboro. Wezi wa mboro, alafu wako ndani ya nyumba watu wanawatetea. Hawa wazee wanauza mboro za watoto, za watu wazima. Mnauza mboro bila haya? Ni wazee. Kwa nini mnauza mboro? Si mngeuza hata mikate. Mnauza mboro mkafanye katilesi. Kwa nini mnauza mboro bila haya? Mumerogwa. Leo tunataka mboro zenu tuachie. Toa mkono wewe tuchukue vitu. Mnauza mboro bila haya, mnavaa suti. Alafu wote ni mapasta wametoka Tanzania, kuma ni na zenu. Makende ya nyoka nyinyi.